Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewapisha viongozi mbalimbali aliowateua hivi karibuni, akisisitiza kuwa nafasi walizopewa si heshima pekee, bali ni dhamana ya kuwatumikia Watanzania kwa uwajibikaji na matokeo yanayoonekana. Akizungumza Ikulu jijini Dar es Salaam wakati wa hafla hiyo ya uapisho, Rais Samia amewataka viongozi hao kuhakikisha wanatekeleza majukumu yao kwa uadilifu, weledi na kuzingatia matokeo yenye tija kwa wananchi. Miongoni mwa walioapishwa ni pamoja na Dr. Grace Magembe kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Afya, ambapo amemtaka kuhakikisha bajeti ya wizara hiyo inasimamiwa kwa uangalifu ili kufikia lengo la upatikanaji wa dawa, chanjo na vifaa tiba kwa 80% ifikapo mwaka 2030, sambamba na kuhimiza uwekezaji katika viwanda vya bidhaa za afya zenye ubora. Nikianza na ndugu yangu Grace Magembe, tumeamua kukupandisha kwa katibu mkuu wa wizara hii. Karibu tu. Tunajua kwamba professionally wewe ni mtu wa afya, lakini umekuwa hatua kwa hatua kwenye wizara hii. Tulikupeleka TAMISEMI kama naibu katibu mkuu ukishughulikia sekta hii. Tumekutoa TAMISEMI ukawa mganga mkuu wa serikali. Jukumu kubwa limekupa even uwezo zaidi wa kujua wizara kwa vizuri, changamoto zake, mafanikio yake. Umekutana na wataalamu wenzio ndani ya sekta, unawajua vizuri, na sasa unakwenda kuwa katibu mkuu. Imani yangu ni kwamba utakwenda kufanya kazi na kutoa ushirikiano mkubwa kwa utakao wakuta pale. Ninyi madaktari mna mambo yenu, mnajuana kule. Madaktari wakikukataa hutaweza kufanya kazi. Sana wewe ni daktari. Nenda kafanye na madaktari wenzio. Katika hatua nyingine, Rais Samia amemwelekeza katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Charles Kadonya, kuhakikisha analinda maslahi ya Tanzania ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kuimarisha ushirikiano wa kikanda. Interest za Tanzania ndani ya jumuiya mkazilinde vyema, lakini mhakikishe jumuiya nayo inakwenda vizuri. Kwa hiyo nina matumaini nawe, usende kuniangusha. Kwa upande mwingine, Nolasco Jacobo Kipanda aliyeapishwa kwa katibu wa Tume ya Utumishi wa Umma amesisitizwa kusimamia haki, wazi na uadilifu katika kushughulikia mashauri na migogoro ya watumishi wa umma. Wabunge wa Bunge la Vijana Kanda ya Magharibi kutoka vituo vya huduma ya maendeleo ya mtoto na kijana Kanda ya Magharibi vilivyo chini ya makanisa CCT na CPCT kwa kushirikiana na shirika la Compassion International Tanzania wametakiwa kuzingatia mchakato wa kujenga maadili na uzalendo kama njia bora ya kujiandaa kuzifikia ndoto zao za kuwa viongozi bora katika jamii. Sai Matias ana undani wa taarifa hii. Hayo yamebainishwa na askofu wa kanisa la Anglikana Diocese ya Shinyanga, Johnson Chinyongole, katika ufunguzi wa bunge hilo ambalo limejumuisha wabunge vijana kutoka majimbo 15 katika mikoa ya Kigoma, Simiyu, Shinyanga na Tabora, ambapo vijana wamesisitizwa kuthamini utamaduni wa nchi. Tunahitaji kuona kwamba tuna maadili ya mtu binafsi. Jitahidini, kama anavyosema, jitahidi kujionyesha umekubalika mbele za nani? Za Mungu. Lakini pia tujenge maadili ya kijamii na maadili ya kikazi, kwa sababu maadili huongoza tabia. Maadili ndiyo yanayojenga huduma na utu. Kwa hiyo safari yao walioianzisha ni safari nzuri. Mimi niendelee kuwapongezeni sana. Kikubwa tu niendelee kuwaomba mkawe na maadili mema na mkawe wazalendo katika maeneo mnayoyatoka. Tija ya uanzishwaji wa bunge la vijana inatajwa ikiwa pamoja na kuainisha mafanikio ya shirika la Compassion International Tanzania Kanda ya Magharibi kutoka katika vituo vya huduma ya maendeleo ya mtoto na kijana.
Imetusaidia sisi kama vijana kutulipia ada, kutusaidia kutupatia mahitaji ya shule mbalimbali ya kuwepo madaftari na vitu vingi, na pia kutupa nafasi ya kuchagua nchi yoyote kwenda kusoma kutokana na ufaulu wa mwanafunzi. Tunaona kupitia bunge la vijana litawapa hamasa vijana kupenda kuwa wazalendo na kutumika katika nyanja mbalimbali za serikali, ikiwa ni pamoja na kuwa wabunge, na tunatumia taratibu zote za kibunge. Kwa hiyo lengo ni kuwatengeneza vijana watakao kuwa na kuwa wabunge wazuri ambao wamejengewa msingi toka wakiwa vijana wadogo. Kupitia bunge hili, wabunge vijana wamebainisha changamoto kadhaa ikiwemo uwezeshwaji wa vijana kiuchumi na malezi bora, na kuomba kutatuliwa kwa changamoto hizo na serikali ya vijana kanda ya Magharibi. Pia sisi kama jimbo la Igunga ni vijana wabunifu katika jimbo letu. Tulibuni na tukatengeneza mfumo ambao utatumika katika kilimo cha umwagiliaji. Yaani mkulima hahangaiki kwamba si kumwagilia kuchukua ndoo anateseka. Tumeleta mfumo ambao utakuwa unamwagilia shamba, kama udongo hauna maji unamwagiliwa. Maji yale ambayo tulilenga yafike katika shamba lile yatafika na mtambo wetu utajizima wenyewe. Mheshimiwa Spika, ninakuhakikishia hili likitendeka katika serikali hii, ninahakikisha Igunga itakuwa Dubai ya chakula Tanzania. Na wanafunzi wenzake wanaongea mambo yao. Sasa ule muda kusikia mafundisho kwa mzazi inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo adapti tabia zile za marafiki zake. Ndio maana tunasikia kwa maana tuambia sasa vijana 2000 wasikii. Muda mwingine ni walimu wetu na viongozi wetu wamejisahau kuwapa elimu wazazi wetu. Pia ukosefu wa mitaji na elimu ya fedha. Vijana wengi hawana elimu nzuri ya kumeneji fedha na matumizi mazuri ya fedha. Bunge la kwanza la vijana kanda ya Magharibi linaongozwa na kauli mbiu isemayo vijana wenye maono, uongozi na ushawishi chanya kwa taifa na kanisa. Nikiripoti kutoka Shinyanga, mimi ni Sai Matias. Balozi wa amani nchini Tanzania Dr. Messi Chengula ametoa wito kwa Watanzania kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, huku akiwataka kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuhatarisha utulivu wa nchi. Aidha, amewasihi wananchi kutoshiriki maandamano yoyote yasiyofuata sheria, akisisitiza kuwa amani ndio msingi wa maendeleo na ustawi wa taifa. Dr. Chengula amesema hayo leo mkoani Geita alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari. Amesema ni vyema kwa watu wenye nia ya kufanya fujo kuachana na mipango hiyo, huku akiitaka serikali kuendelea kutekeleza ahadi zake ili kuimarisha haki, ustawi wa wananchi na kudumisha amani nchini. Kwa mfano hii sasa hivi haya makundi yanayohamasisha sijui maandamano sijui nini, sio makundi, sio taasisi rasmi, umeona? Lakini inapotokea ndani ya nyumba labda kuna mgogoro fulani, umeona, kuna mgogoro fulani, kwa hiyo ni rahisi adui wa nje kutumia hizo chokochoko. Kwa hiyo kama serikali ipambane namna ya kutekeleza ile hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyohutubia ya kwamba tutakuwa na maridhiano, tutakuwa na vitu vingi ambavyo vitasaidia kuendelea kuliweka taifa pamoja. Wakati huo huo, viongozi wa mkoa wa Geita wamewataka wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama katika kulinda amani. Akizungumza katika kituo cha baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Geita, kamanda wa polisi mkoa wa Geita Safia Jongo ameonya watu au makundi yenye nia ya kuvuruga amani kwa kufanya maandamano yasiyofuata sheria. Kamanda Jongo amesema jeshi la polisi limejipanga kikamilifu kuhakikisha usalama wa wananchi na mali zao unalindwa, huku akisisitiza kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayekiuka sheria. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amewataka madiwani kuendelea kuhamasisha wananchi kulinda na kudumisha amani,
akieleza kuwa mazingira ya utulivu ndiyo msingi wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Amani hii tulionayo ni tunu. Tukiipoteza, kuirudisha, mnaona nchi ambazo zimeipoteza amani hawana maisha yanayoeleweka mpaka sasa. Lakini chanzo cha hii amani kuvurugika ni sisi tunaopewa madaraka na majukumu ya kusimamia. Ndio chanzo kikubwa. Kila siku hao watu wanatupanga kazi. Leo wanasema tarehe 7, leo tarehe 9, leo tarehe nini. Hivi sisi kama viongozi tulishakaa tukajiuliza ni kwa nini haya yanatokea ndani ya nchi yetu? Kwa lazima amani ya nchi yetu tuiangalie kwa jicho la ziada. Na ndio maana tukakumbushana ulinzi huu hauwezi kuwa wa RPC, wa OCD, wa mkuu wa wilaya, wa mkuu wa mkoa, ni wetu sote kwenye maeneo yetu ambayo tunayaongoza. Kiona kuna watu wanapita, wafahamu vizuri, wanapita wanaangalia shule ilivyokaa, wanaangalia transformer mmewekaje, wanaangalia zahanati yetu, kituo cha afya, wanaangalia chanzo chetu cha maji. Leo tunatoa maji kutoka chanzo cha maji cha wapi? Senga. Bilioni 100 na ngapi? Hivi mtu akidestroy kwenye chanzo chetu kile na treatment plant, miaka mingapi tunaspend tena bila maji? Vyombo vyetu viko macho, lakini na sisi kwenye maeneo yetu tukajipanga. Hatuko tena kwenye uchaguzi. Tuko kwenye amani, tuko kwenye maendeleo. Viongozi hao wamewataka wananchi kuendelea kuheshimu sheria za nchi, kushirikiana na vyombo vya dola na kutumia njia za kisheria kueleza maoni yao, wakisisitiza kuwa amani na utulivu ni nguzo muhimu katika kulinda umoja wa taifa na kuharakisha maendeleo ya wananchi. Hii ni ripoti ya Joel Maduka kutoka mkoani Geita. Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Mheshimiwa Nurdin Babu amewataka wazazi, walezi pamoja na viongozi wote kuanzia ngazi ya kijiji hadi wilaya kuhakikisha wanasimamia ipasavyo malezi ya watoto ili kuwalinda dhidi ya vitendo vya ukatili vinavyoweza kuathiri maendeleo na ustawi wao. Mwanahabari wetu Maltrida Baltazari ana undani wa taarifa hii. Mkoa wa Kilimanjaro Mheshimiwa Nurdin Babu amewataka wazazi, walezi pamoja na viongozi wote kuanzia ngazi ya kijiji hadi wilaya kuhakikisha wanasimamia ipasavyo malezi ya watoto ili kuwalinda dhidi ya vitendo vya ukatili vinavyoweza kuathiri maendeleo ya ustawi wao. Mheshimiwa Babu ametoa wito huo tarehe 30 Juni 2026 alipokuwa akizungumza na mamia ya wananchi na watoto wakati wa maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika mkoani Kilimanjaro ambayo yalifanyika katika uwanja wa stendi ya mabasi wilayani Same mkoani humo. Alisema kuwa jukumu la malezi ya mtoto si ya wazazi au walezi pekee bali ni la jamii nzima. Alisisitiza kuwa kila mmoja anapaswa kutekeleza wajibu wake kuhakikisha watoto wanapata malezi bora, elimu, huduma za afya, usalama na ulinzi dhidi ya vitendo vyote vinavyoweza kuhatarisha ustawi wao. Jukumu la malezi si la wazazi au walezi pekee bali ni jukumu la jamii nzima, na kila mmoja wetu ana nafasi katika kuhakikisha mtoto anapata malezi bora, anapata elimu stahiki, afya, na anakuwa na afya njema na ulinzi dhidi ya vitendo vinavyoweza kuhatarisha ustawi wao. Aidha, Mheshimiwa Nurdin Babu aliwataka wazazi na walezi kuhakikisha wanachangia utoaji wa chakula kwa wanafunzi shuleni ili kuboresha mazingira ya kujifunzia, kuongeza mahudhurio na kuinua kiwango cha ufaulu wa wanafunzi. Kwa hiyo tuhakikishe wazazi na sisi viongozi wa ngazi zote kuanzia vijiji, vitongoji, kata, tarafa na wilaya kusimamia jambo hilo kwa ajili ya watoto wetu. Serikali ya awamu ya 6 inaongozwa kwa umahiri mkubwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuweka mazingira mazuri ya kuhakikisha watoto wanapata haki zao za msingi kupitia uwekezaji mkubwa katika sekta ya elimu, afya, maji, lishe na ustawi wa jamii,
ambapo mkoa umeendelea kutekeleza kwa vitendo maelekezo na mipango ya serikali kuhakikisha watoto wanapata huduma bora za elimu, afya na ulinzi. Juhudi hizi zimechangia kuimarika kwa ustawi wa jamii wa watoto na kuongeza fursa za maendeleo kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Jabiri Omar Makame amezitaka mamlaka zinazohusika na usimamizi wa geti la mpakani mwa Ileje Tunduma, ikiwemo LATRA, jeshi la polisi, maliasili na halmashauri kutotekeleza majukumu yao kwa namna inavyowakwamisha vijana waliojiajiri kupitia sekta ya usafiri wa bodaboda. Kwa taarifa zaidi tuungane na mwanahabari wetu Matrida Baltazari. Mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Jabiri Omar Makame amezitaka mamlaka zinazohusika na usimamizi wa geti la mpakani mwa Ileje Tunduma, ikiwemo LATRA, jeshi la polisi, maliasili na halmashauri kutekeleza majukumu yao na kuacha kuwakwamisha vijana waliojiajiri kupitia sekta ya usafiri wa bodaboda. Mheshimiwa Makame amesema utekelezaji wa sheria unapaswa kuambatana na utoaji wa elimu kwa waendesha bodaboda, huku akisisitiza kuwa lengo la serikali ni kuwawezesha wananchi kufanya shughuli halali za kujipatia kipato, si kuwawekea vikwazo visivyo vya lazima. Vijana wamejiajiri. Ajira ni changamoto. Wameamua kujiajiri. Serikali imetengeneza mazingira wezeshi ya kuwasaidia vijana kujiajiri. Wanapambana, wanapata pikipiki zao. Lengo waweze kuwasaidia ili waweze kupata kipato. Alafu tena sisi serikali tunageuka tunakuwa kikwazo tena. Sasa wakafanye kazi gani? Kama wameamua kujiajiri kwenye bodaboda, tunataka wafanye kazi gani? Kauli hiyo ameitoa mara baada ya wananchi wa kijiji cha Nandanga, kata ya Mpemba, kuwasilisha kero kuhusu namna bodaboda zinavyokamatwa katika eneo la geti la mpakani wakati wa ziara ya serikali nyumbani kwako katika halmashauri ya mji wa Tunduma. Changamoto ya pili ambayo inayakabili maeneo haya ni kuwepo kwa hali ya sintofahamu kwenye geti lililopo mpakani mwa mji wa Tunduma na wilaya Ileje. Watumiaji wa barabara hiyo hasa bodaboda wanakabiliwa na changamoto ya kuweza kuharasiwa. Hakuna uhuru wa kuweza kutumia geti hilo. Kwa kweli limekuwa changamoto mara kibao sana. Siku moja nikamwambia diwani, ikiwezekana wewe jifanye hata tu ni bodaboda, kwa sababu hawakufahamu pale, pita uone. Jambo la kwanza watakukamata utoe chochote hata kama una leseni. Sasa ukiangalia kwa mazingira na mafuta yamepanda bei, asilimia kubwa bodaboda sasa hawafanyi kazi kwenda kwenye hii njia. Kutokana na kwamba pale sasa imeshakuwa ni, naweza nikasema ni biashara za watu, lakini hatutegemei jambo hilo. Hata wewe hapa tu sasa hivi badilisha jezi, pita tu na bodaboda pale uone. Utapigwa mkono vizuri na wataweza kutaka kitu chochote. Kwa tunaomba kwamba vitu vingine uweze kutusaidia ili bodaboda na wao ama maafisa usafirishaji waweze kufanya kazi kwa uhuru. Maelekezo yangu maafisa wa serikali kutoka kwenye vyombo vyote ambao wanahusika kukaa pale, ile wawe watu wa LATRA, wawe watu sijui wa halmashauri, wawe watu sijui wa maliasili, wawe watu wa jeshi la polisi, tusigeuke kuwa kikwazo kwa vijana waliojiajiri katika shughuli zao. Kuna mambo ya kuelekezana, tuelekezane. Kuna mambo ya kupeana elimu, tupeane elimu. Tusitumie nguvu kwenye utekelezaji wa majukumu yetu. Tusigeuke kuwa kikwazo kwenye ajira ambazo vijana wamefanya nini? Wamejiajiri. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Mtu mmoja amefariki dunia na 7 wamejeruhiwa kufuatia mlipuko wa baruti uliotokea hii leo majira ya saa 12 na dakika 46 asubuhi kwenye kibanda cha kahawa katika mtaa wa Sawa ya Juu, kata ya Luanima,
wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza. Kwa mujibu wa taarifa ya kamanda wa polisi mkoani Mwanza DCP Willibrod Mutafungwa, amesema aliyefariki dunia katika ajali hiyo ni Michael Msenyere mwenye umri wa miaka 52, mpasua mawe na mkazi wa Semba Luanima. Wakati wa tukio hilo, marehemu alikuwa na wenzake wakinywa kahawa kwenye kibanda hicho akiwa na begi dogo ambalo ndani yake lilikuwa na baruti hizo. Akielezea chanzo cha tukio hilo, kamanda amewataja kwa majina waliojeruhiwa katika tukio hilo. Na kama nilivyosema, alipoteza maisha hapo. Katika tukio hilo walipatikana majeruhi ambao ni jumla ya majeruhi 7. Majeruhi hao kwa majina wametambuliwa kuwa ni Daudi Joseph Baraka, ana miaka 54. Huyu ni muuza kahawa na mmiliki wa kibanda hicho cha kahawa, ambaye kwa sasa anatibiwa katika hospitali ya Butimba, anaendelea kupata matibabu kule, hali yake sio mbaya. Wa pili ni Emmanuel Ruhangwa Joseph. Huyu ana umri wa miaka 40, mkazi wa Sawa. Kazi yake huyu ni fundi ujenzi. Huyu hali yake sio nzuri, amepata huduma ya kwanza, sasa hivi amehamishiwa katika hospitali ya Bugando kwa ajili ya matibabu zaidi. Wa tatu ni Yusuf Rajabu Nasoro, miaka 20, mkazi wa Sawa. Kazi yake pia ni fundi ujenzi. Huyu anaenda kupata matibabu katika hospitali ya Nyamagana Butimba. Wa nne ni Zawadi Simon Ndokeji, miaka 27. Huyu kazi yake ni mamalishe katika vibanda hivi vilivyokuwa katika eneo hilo. Makazi yake pia ni Sawa ya juu, naye anapata matibabu pale Butimba hospitali. Wa tano ni James Hussein, miaka 33. Huyu ni fundi ujenzi, makao yake ni Sawa ya juu. Wa sita ni Joseph Mayagigwa Engelbert, miaka 22, makao yake ni Sawa ya juu, naye hali yake sio mbaya, ndio kupata matibabu. Wa saba ni Marco Mahunge Chandanoba, miaka 45. Kazi yake huyu ni sawa na ya huyu marehemu. Kazi yake ni kupasua mawe kwa njia hizo nilizosema, naye hali yake sio mbaya, anaenda kupata matibabu katika hospitali hiyo. Aidha, kamanda Mutafungwa amesema chanzo cha mlipuko huo ni uzembe wa utunzaji wa baruti, kwani marehemu alibeba baruti hizo na kukaa nazo karibu na jiko la mkaa lililokuwa likiwaka kwenye kibanda hicho cha kahawa, huku akifahamu wazi kuwa baruti hizo zikipata joto hulipuka. Katika hatua nyingine, kamanda Mutafungwa ametoa wito kwa viongozi wa serikali za mtaa na wananchi kutoa taarifa kwa jeshi la polisi kuhusu watu wanaotumia na kumiliki baruti pasipokuwa na kibali, huku akiwataka wenye viti wa mitaa ili kuwabaini watu hao katika mitaa yao. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza tunatoa wito kuhusiana na tukio hili. Tunatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza kuendelea kutoa taarifa zinazohusu watu wanaomiliki milipuko na wanaitumia bila kuwa na vibali maalum kutoka kwenye mamlaka zinazohusika. Naye afisa wa Tume ya Madini mkoani Mwanza Deus Makuli amesema ni kosa kisheria kwa mtu yeyote kumiliki baruti bila kuwa na leseni, na kusema kuwa marehemu alikuwa akimiliki baruti hizo bila kuwa na vibali. Aidha, ametoa wito kwa viongozi wa serikali za mitaa kuhakikisha watu hawafanyi shughuli za kulipua mawe bila kuwa na vibali, na wakibainika watoe taarifa kwa vyombo husika ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yao. Inakataza mtu yeyote kumiliki baruti bila kuwa na leseni, na wanaomiliki zile leseni za baruti lazima wao wamesomea, alafu akitoka kule wanapewa mtihani wa kufuzu. Wakionekana wamefaulu ule mtihani, wanapewa cheti cha kulipua. Bali na hapo, hawa mauto waliopata hawa hapa hawakuwa na leseni zetu kutoka ofisi ya madini, na tulikuwa tujatoa vibali vyovyote kwao. Kwa hizo baruti wamezipata kwa njia ya chuchu. Nao baadhi ya wananchi akiwemo Mahuma Mungu na Adili Atare ambao ni wakazi wa Luanima wameeleza kusikitishwa na tukio hilo
na wameahidi kuendelea kutoa taarifa kuhusu watu wanaotumia vilipuzi kwa ajili ya kulipua mawe katika maeneo yao bila kuwa na vibali halali ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yao. Majeruhi katika ajali hiyo wamepelekwa katika hospitali ya wilaya ya Nyamagana Butimba, na mmoja amehamishiwa hospitali ya rufaa ya Kanda Bugando kwa ajili ya matibabu zaidi. Umoja wa Mataifa umesema kuwa mlipuko wa virusi vya Ebola huenda ukagharimu bara la Afrika kiasi cha dola za Marekani bilioni 3.6 pamoja na maelfu ya ajira na pengine kusababisha mzozo wa kimaendeleo kwenye bara hilo. Ripoti ya thamani iliyofanywa na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu maendeleo imesema madhara ya janga hili yanakwenda nje ya sekta ya afya, na lisipodhibitiwa hasara itakuwa kubwa zaidi. Ikiwa mlipuko huu unaohusishwa na virusi vya Bundibugyo hautadhibitiwa ndani ya DRC, utagharimu bilioni 1 ya mapato ya kitaifa ya DRC, ripoti imeonyesha. Wataalamu wanasema licha ya kuwa nchi ya Uganda imeripoti idadi ndogo ya wagonjwa wa Ebola, kuna uwezekano mkubwa kuenea kwenye nchi jirani ya Sudan Kusini na nchi nyingine za ukanda. Ripoti imeongeza kuwa nchini DRC watu zaidi ya milioni 1 watatumbukia kwenye umaskini hata kama janga hili litadhibitiwa. Kwa mujibu wa shirika la kimaendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP, mikakati ya kudhibiti msambao imeathiri biashara, usafiri na shughuli za kiuchumi na kuweka shinikizo kwenye maisha ya wengine nchini DRC na nchi jirani. Uganda. Kesi ya uhaini inayomkabili mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, ilianza siku ya Jumanne jijini Kampala, wakati huu wanaharakati wa upinzani wa Rais Yoweri Museveni wakiendelea kukamatwa, akiwemo Milia Matembe ambaye alifunguliwa mashtaka ya uchochezi na kuzuiliwa kwenye gereza la Luzera. Besigye amekataa kuendelea kwa kesi yake hadi pale mawakili wake watakapohakikishiwa usalama wao. Mmoja wa mawakili wake kutoka nchini Kenya, Martha Karua, alifukuzwa nchini Uganda wiki iliyopita. Na sasa tumalizie huko Sudan. Kundi la kutetea haki za binadamu limesema kuwa wanamgambo wa Sudan walifanya uhalifu dhidi ya ubinadamu na utakasaji wa kikabila wakati wa kampeni yao ya kuuteka mji wa Al-Fasher mwaka jana. Kuzingirwa na kutekwa kwa mji huo ulioko katika eneo la magharibi mwa Darfur kulikuwa miongoni mwa matukio mabaya zaidi ya umwagaji damu katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan vilivyopiganwa kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha Rapid Support Forces. RSF haijasema chochote kuhusu ripoti hiyo ya Amnesty, lakini hapo awali ilikanusha tuhuma kama hizo. Sudan bado imo katika mapambano ya madaraka yanayodumu kwa miaka 3 kati ya jeshi la kawaida la nchi hiyo na wanamgambo wa RSF. Vita hivyo vimeua mamia ya maelfu ya watu na kulazimisha zaidi ya watu milioni 14 kuyakimbia makazi yao. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, ukatili wa kingono dhidi ya wanaume na wanawake na watoto unatumiwa kama silaha ya vita. Pande zote mbili, RSF na Sudanese Armed Forces, zimeshutumiwa kwa kufanya uhalifu wa kivita, ingawa zote zimekanusha tuhuma hizo. Baada ya kufukuzwa kutoka mji mkuu Khartoum mwezi Machi mwaka jana, RSF ilielekeza nguvu zake katika kuimarisha udhibiti wake wa eneo la magharibi la Darfur kwa kuuteka mji wa Al-Fasher pamoja na kupanua ushawishi wake katika majimbo ya Kordofan iliyoko kusini mwa nchi. Nikiripoti habari kimataifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Akitoa hotuba katika maadhimisho ya miaka 64 ya uhuru wa Burundi, Rais Evariste Ndayishimiye amelikosoa kanisa Katoliki akinyosha kidole kwa kufanya kazi na wakoloni wasioipenda nchi ya Burundi iweze kuendelea. Ubwa kabiri nkebure, mnapaswa kufahamu kuwa Burundi sio shamba la Ubelgiji. Muwe na umoja hujenga nchi. Burundi iwe nchi itakayosimama yenyewe na kuonekana katika nchi nyingine. Nitoa wito kwa asasi zote za kiserikali na watumishi wa Mungu, hasa dhehebu la Katoliki. Mnafahamu kuwa Katoliki lilikuwa na muungano ambao ulikuwa hukubali Burundi kupata uhuru wake. Ndilo liliokuwa dhehebu kubwa nchini, lakini hadi kufikia sasa ndilo lenye wafuasi wengi.
Mnajua yaliyotokea, baadhi ya watu waliuawa na kuna viongozi wa dhehebu hilo wanaoshukiwa kuhusika katika mauaji hayo. Hadi sasa bado tunaona wafanyakazi wa Mungu wanaofanya kazi kana kwamba wao ni wapelelezi wa wakoloni, na hayo yamekuwa yakionekana, ambapo badala ya kuwashauri viongozi wao wamekuwa wakikosoa zaidi, kana kwamba bado wakoloni wana nafasi kubwa nchini. Kwa sasa mnatakiwa kutoa mafundisho ya kuleta amani pamoja na matumaini, na sio ya kuwapatia nafasi wasioipenda nchi iweze kuendelea. Lakini pia nitoa wito kwa CNDD-FDD. Nchi itakuwa huru endapo Warundi hawatakuwa tegemezi kutoka kwa mataifa ya nje. Tunatakiwa kufanya kazi kwa bidii ili nchi iweze kusimama vizuri. CNDD-FDD imeundwa na Warundi wote ambao walichukua hatua ya kuiendeleza nchi. Hata hivyo, kati ya Warundi hao kuna wenye fikira wanaodhani kuwa nchi itaendelea kwa kuyategemea mataifa ya nje. Hata sasa kuna ambao wanadhani Burundi ni shamba la wakoloni, wakijipendekeza kwao ili wawapatie kazi, na waomba wasahau hilo, watambue kuwa nchini mwao ndipo watakapozikwa. Bakabisemba kugira ngo babaha akazi k'uburaririzi mu Burundi. Nikiripoti kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Meneja habari wa mawasiliano wa Yanga Sport Club Ali Kamwe amezungumzia hali ya mchezaji wa klabu hiyo Pacome Zouzoua baada ya kupata jeraha hapo jana kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya JKT Tanzania. Amesema kwa mujibu wa madaktari, mchezaji huyo atakuwa na wiki 6 kwa ajili ya uangalizi baada ya operesheni aliyofanyiwa kutokana na majeraha aliyoyapata ili ya kupatiwa matibabu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, majira ya saa 8 usiku operation hiyo ilikuwa imekamilika kwa mafanikio ya 100%, na kwa mujibu wa ripoti ya madaktari watakuwa na wiki 6 za kumwangalia baada ya operation hiyo, ambayo itakuwa ni uangalizi wa awali. Alafu baada ya hapo tutakuja kuwapa taarifa sasa Pacome Zouzoua anaweza kuwa nje ya uwanja kwa kipindi gani. Katika hatua nyingine, meneja huyo wa habari na mawasiliano wa Yanga amesema wamezindua rasmi kampeni mpya inayoitwa Mwakani Tena. Aidha, amesema kuwa Julai mosi ndiyo mwanzo wa mwaka wa fedha wa Yanga Sport Club, ambapo unaenda sambamba na wanachama waliolipa ada ya mwaka mmoja kukabidhiwa jitihada zao za kuchangia klabu hiyo. Leo tuna launch kampeni mpya kwa ajili ya kuwajibu hao wanaolalamika, na kampeni yetu inakwenda kwa jina la Mwakani Tena. Mwakani Tena, hiyo ndio slogan yetu kutoka leo tarehe 1, na nitawaambia kwa nini. Tarehe 1 leo mwezi wa 7, kawaambieni kauli mbiu ya Yanga inasema Mwakani Tena. Wakisema sijui waamuzi waambie Mwakani Tena. Sijui tena. Majumba jeupe tena. Yaani Mwakani Tena. Leo tarehe 1 ndiyo tarehe ambayo tunakwenda kuanza mwaka wetu wa fedha wa klabu ya Young Africa Sports Club. Ndio tarehe ambayo wanachama waliolipa ada ya mwaka mmoja leo tunawakabidhi
jitihada zao za kuchangia klabu hii kuwa wanachama, success yao ni hii. Kwa ule mwaka tayari umemalizika. Leo tunafungua dirisha jipya la usajili wa wanachama kulipa ada zao kwa msimu unaofuatia. Mwaka jana tulikuwa tuna tofali, ndo hili hapa limetulipa. Mwaka huu tuna kampeni nyingine mpya inasema mwakani tena. Na mtazamaji, kufikia hapa tunafikia mwisho wa taarifa yetu ya habari. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia taarifa hii, jina langu ni Samuel Chem, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea.